Nikukaribishe kwenye dakika chache sana za mazungumzo mafupi katika muda huu wa leo. Mazungumzo yangu ni kukuondoa hofu kutokana na yale yanayozidi kudhihirika kwenye watu ambao, na huyu sio wa kwanza, ni takribani vijana 7 sasa wanajaribu kueleza na wote walikuwa ni vijana ambao wanafanya kazi kwangu na kazi hasa za ulinzi, na nilikuwa nikisafiri nao. Sasa waliamini kuwa kile walichokiona ndio hicho na kinafanya kazi, na nilitoa taarifa hiyo, wagonjwa wawe makini, kuuziwa dawa na walinzi. Kuna waliochukua umakini, kuna walioona wako sawa, lakini ni kuendelea kutoa tahadhari kuwa hakikisha unawasiliana na Msigwa, na Msigwa bado hajampa formula mtu yoyote. Kwa hiyo ukiendelea kuwasiliana na watu waliokuwa karibu yangu bila Msigwa mwenyewe, lawama sistahiki kuzibeba mimi. Na watu wengine wanasema ukiwa na huyu basi sasa haingia akilini. Sio kila mtu aliyokuwa karibu yangu basi anajua mimi ninachokifanya, na hakuna yoyote anayejua ninachokifanya, na ndio maana huwa anabadilisha kila baada ya muda kutokana na kesi husika. Na swala hili sio rahisi hivyo watu wanavyofikiria. Chuo kikuu hapa kimoja kikubwa chenye jina kubwa cha muda mrefu walitumia utaalamu wao kujua ni dawa gani, wakashindwa kujua. Yaani kuna nini kwenye dawa hiyo, wakashindwa kujua. Na niliwaambia hamwezi kujua, kwa sababu kwenye dawa kuna vitu viwili. Kuna sehemu ukiweka dawa ina nguvu yake inaongezeka. Kuna sehemu ukiweka nguvu yake inapungua. Kwa mimi naweza nikakufundisha kila kitu. Kuna kijana mmoja Ifakara alikuwa kinyozi, tukamtrain akawa anaongea kwenye redio na nini. Alivyojiona amekuwa maarufu akaanzisha mikakati ya kunidhuru kwa sababu tayari anajua. Kumbe maskini ya Mungu alikuwa hata robo ya kujua bado. Kila mtu aliyompa dawa alipata matatizo makubwa. Kwa hiyo tulipunguza nguvu, kwa hiyo ikaleta madhara, watu kutoa mimba, kutoa nini, mwisho akaacha, akaanzisha dawa nyingine na dawa nyingine ikashindwa. Hatimaye akakimbia na Ifakara kwao. Sasa hivi yuko Mbinga huko na sehemu nyingine anafanya kazi, lakini pale Ifakara ilishindikana. Kwa hiyo sio yeye tu, kuna mtu alikwenda, huyu ni profesa wa Zambia, naye yeye alikuwa anauza chupa moja for 9 milioni moja ya Zambia, lakini hatimaye naye vile vile akakwama. Watu zaidi ya 8, na huyu kijana ambaye alikuwa anasafiri naye mlinzi, na yeye kaingia kwenye kundi hilo, na bahati mbaya alikuwa anashirikiana na dada yetu hapa, bahati nzuri dada yetu kakiri. Kwa hiyo sidhani kama ni rahisi hivyo watu wanavyodhani. Ni ngumu sana. Na watu wanafikiria ukimwi kama vile biskuti. Hapana, ukimwi ni jambo kubwa sana duniani. Si jambo rahisi. Na si jambo rahisi kumwambia mtu unatibu ukimwi na akakuelewa. Si jambo rahisi hivyo. Mnafikiri hivyo, mnafikiri makosa. Ukidhani kila mtu anaweza akawa na tiba, sikukatazi, ni jambo lako, ni mtazamo wako, ni uwezo wako wa kuelewa. Unaweza ukachukua hatua. Ngoma inakuja pale inaposhindikana